Hello, karibu katika channel yetu ya Elimika. Leo tumekuandalia tena video ya kuangalia matokeo ya darasa la 7 2025 2026. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili kwa kwanza endapo tutatoa mwendelezo wa video nyingine zenye mafunzo mbalimbali ndani ya elimu pamoja na nje ya elimu. Hivyo hatua zifuatazo zitakusaidia wewe kuangalia matokeo ya darasa la 7. Hatua ya kwanza utakwenda katika browser yako, kama unaweza kutumia Chrome, Opera Mini pamoja na browser nyingine kama Phoenix, lakini pia unaweza kutumia search engine kama Google kuweza kusearch website ya matokeo ya NECTA darasa la 7. Utakapokwenda katika browser yako utaandika NECTA, utaweka .go.tz. Hii ni link ama URL ya kupeleka wewe moja kwa moja katika tovuti ama website ya matokeo ya NECTA. Hii ni official website. Kwa hiyo baada ya hapo uta search ili kuweza kuingia katika website hiyo ya NECTA. Kwa hiyo itachukua muda, baada ya hapo itafunguka kama tunavyoona. Hii ndio website ambayo inatumika kutangaza matokeo mbalimbali ya NECTA. Kwa wewe ambaye unatumia simu itakuwa hivi, lakini kwa yule ambaye anatumia simu itakuwa ni tofauti. Lakini kwa yule ambaye anatumia kompyuta itafunguka katika mtindo huo. Maana yake ni nini? Na vile vipengele vyote vilivyokuwepo katika menu ambayo kwa yule mtumiaji wa simu yeye huaga na kuaga kushoto juu. Hapa kuna vistari vitatu ambavyo akivibonyeza ndio tunapata hizi button hapa juu. Lakini kwa sisi ambao tunatumia laptop ama kompyuta, basi tutazikuta ziko hapa juu. Kwa hiyo kama tunavyoona, kwa hiyo sisi tunataka kuangalia matokeo ya darasa la 7. Tunaangaliaje? Kama unataka kuangalia matokeo ya darasa la 7 yaliyopita, utakwenda hapo alipoandika results. Kwa hiyo baada ya kubonyeza hapo utafunguka machaguo tofauti. Kama hili la kwanza linahusu darasa la 4, hii inahusu darasa la 7, kidato cha pili, cha 4, cha 6 pamoja na vyuo vya kati elimu. Kwa sasa sisi tutakwenda hapa kulipoandikwa PSLE, maana yake ni Primary School Leaving Education. Sawa? Kwa tutaingia hapa katika kipengele cha PSLE kuangalia matokeo ya darasa la 7. Kwa tutabonyeza. Baada ya hapo itafunguka matokeo. Sasa kama tunavyoona hapa, kinachoonekana hapa ni kwamba miaka. Kwa hiyo kama ni matokeo ya mwaka 2024 utabonyeza hapo kwenye linki 1 chini ya mwaka huo. Sawa? Hapa kwenye link 1 ambayo inasema kama result link 1. Kwa hiyo baada hapo utabonyeza, tutasubiri itafunguka. Kwa hiyo itakapofunguka kama tunavyoona itafungua mikoa. Sasa hapo utaangalia mkoa ambao mwanafunzi amehitimu darasa la 7. Mfano kama ni Pwani utabonyeza Pwani. Kwa hiyo baada ya hapo inaweza kufunguka wilaya kama tunavyoona. Kwa hiyo nachagua labda ni Kibaha. Kwa hiyo baada ya hapo sasa itafunguka listi za shule kama hivi tunavyoona. Hii ni listi za shule. Kwa hiyo kama shule yako ni Coastalland Primary School, basi utaibonyeza hiyo Coastalland Primary School. Kwa hiyo baada ya kubonyeza hapo matokeo ya shule hiyo yatafunguka. Utaweza kuangalia performance ya shule, performance ya kila mwanafunzi, na shule imekuwa na ufaulu wa kiasi gani. Yote hayo utayaona kupitia ukurasa huu wa necta.go.tz. Lakini pia nikukumbushe kwamba unaweza kuangalia matokeo ya darasa la 4,
kidato cha pili pamoja na matokeo ya kidato cha nne kwa kubonyeza pale kulipoandikwa zile, nazungumzia kwamba classes kama hapo tunavyoona hapa. Haya ni madarasa. Hii tuchukulia hii ni darasa la 4, la 7, form 2, form 4. Kwa hiyo kama unataka form 4 utabonyeza hapa. Lakini sasa mara nyingi matokeo yanapotangazwa kwa muda huo matokeo hayapatikani hapa, yanakuwa hayajapandishwa, maana yake yanachukua muda kuweza kupandishwa. Mfano, matokeo ya 2025 yametoka sasa hivi. Utakapotumia njia hii ya kuja hapa utayakuta, utakuta mwaka jana. Sasa unatumia njia gani? Ukishaandika tu hapa necta.go.tz na kufunguka kurasa kama huu, usiingie kokote. Utakachofanya, shuka chini. Sasa hapa kwenye news hapa ni habari hapa ndipo utakapokuta tangazo la matokeo ya darasa la 7 yaliyotangazwa muda mfupi tu au dakika chache. Utakapoingia tutayapata hapa, lakini itakapopita muda ndio unayaweza ukayakuta huko katika kipengele cha result. Lakini kama imetangazwa muda si mrefu, utakuja hapa kulipoandikwa news, utayakuta hapa, utabonyeza na kuendelea. Kama tunavyoona hapa, kuna taarifa au tangazo la wiki ya huduma kwa wateja imepostiwa tarehe 7. Kwa hiyo kama matokeo yamepostiwa leo, basi itakuwa juu yake. Kwa utabonyeza na kuangalia hayo matokeo. Kumbushe tena usahau kusubscribe, kushare na comment. Wa kwanza ndipo tutatoa mwendelezo wa video nyingine.